Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumatano. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tunalipata kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ile ya 20 aya ya 28 hadi ya 38, na Injili ya Yohane sura ya 17 aya ya 11 hadi ya 19. Nitaisoma Injili. Siku ile Yesu alisali akisema, Baba mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Nilipokuwapo pamoja nao, mimi niliwalinda kwa jina lako ulilonipa, nikawatunza, wala hapana mmojawapo wao aliyepotea, ila yule mwana wa upotevu, ili andiko litimie. Na sasa naja kwako, na maneno haya nayasema ulimwenguni, ili wawe na furaha yangu imetimizwa ndani yao. Mimi nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu, kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu, kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Watakase kwa ile kweli. Neno lako ndiyo kweli. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni. Na kwa ajili yao najiweka wakfu, ili na hao watakaswe katika kweli. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kuweza kusali ile sala ya kuweza kuwaweka wakfu hawa mitume wake usiku ule wa Alhamisi Kuu, anatamka maneno mazito juu ya sala hii. Anasema, Baba mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Nilipokuwa pamoja nao, mimi naliwalinda kwa jina lako ulilonipa, nikawatunza, wala hapana mmoja wapo yeye aliyepotea, ila yule mwana wa upotevu, ili andiko litimie. Sala hii inaendana sana na hotuba ya mwisho ya Paulo kwa kanisa la Efeso, ambalo Paulo huyu kabla hajaenda kuteswa na kuweza kuuawa, aliwaita wazee wa Efeso, akaweza kuwapatia maneno yake ya mwisho. Na leo hii Paulo anawaambia wakuu wa kanisa la Efeso akisema, jitunzeni nafsi zenu, na tunzeni nafsi ya lile kundi lote ambalo Roho Mtakatifu ameweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake. Paulo ana maana gani anapotamka hili neno, jitunzeni nafsi zenu? Nafsi maana yake ni kiini cha mtu. Nafsi ni sehemu ambayo inachukua hisia za mwanadamu. Nafsi ndio eneo ambalo linatunza mawazo, dhamira na nia ya mwanadamu. Ndio maana nafsi sehemu nyingine inaitwa utu wa ndani, kwa sababu mwanadamu amegawanyika katika maeneo mawili. Yaani mwanadamu ana utu wa nje na baadaye pia ana utu wa ndani. Sasa utu wa ndani ndio umebeba maono. Anapozungumza kwamba tunzeni nafsi zenu, maana yake kuna baadhi ya mambo yanaweza kaja kwako ukayaingiza ndani ya nafsi yako, na ghafla hisia zako zikabadilika. Kiongozi wa kiroho ukiyapokea kila mambo unayoyaweka ndani ya nafsi yako, utajikuta unakuwa una hisia kali, unakuwa na mawazo mabaya, unamtazama kila mtu kama kuwa ni adui, kwa sababu kuna vitu umeviweka ndani ya nafsi yako. Kwa hiyo kiongozi wa kiroho, jambo la kwanza ni kutunza nafsi yako, kuilinda nafsi yako dhidi ya kila aina ya ubaya. Na baadaye jambo jingine kwa kiongozi wa kiroho, ukijilinda nafsi yako, anasema pia linda lile kundi ambalo Roho Mtakatifu amekukabidhi kuweza kuwa mwangalizi. Ana maana gani? Kwamba uliangalie vyema hilo kundi, ulipende, kwa sababu
Roho Mtakatifu amekuweka wewe kuweza kuwa mwangalizi. Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuweza kuwa waangalizi. Hata kama watakufanyia mambo mabaya, hata kama watakusingizia, hata kama kiongozi wa kiroho hawataweza kuja kuelewa, lazima wajibu wa kuweza kuliangalia, kulilinda hilo kundi uko pale pale, kwa sababu hii si kazi yako, ni kazi ya Roho Mtakatifu. Ndio maana kuna sehemu nyingine Yesu alizungumza akasema, sio ninyi mlionichagua, bali ni mimi niliyowachagua nikawaweka mwende mkazae matunda. Kwa hiyo ametuweka Roho Mtakatifu kuweza kuwa waangalizi wa kundi hili. Kiongozi wa kiroho, kiongozi ambaye anayeliongoza kundi, kama Paulo alivyokuwa amezungumza, yeye ana wajibu wa kuwa ni mchungaji, na kazi mojawapo ya mchungaji ni kuhakikisha kwamba kondoo hawa wanalishwa neno la Mwenyezi Mungu, wanapata chakula. Na kondoo wasipopata chakula watatawanyika, na huko watakakotawanyika watakutana na mbwa mwitu, na mbwa mwitu wataweza kuwatafuna. Kazi ya mchungaji ni kuweza kuongoza kundi la Mwenyezi Mungu kwenye malisho ya majani mabichi, na baadaye pia kuweza kuliongoza ili kundi liweze kufikia kule ambako Mwenyezi Mungu anataka. Ndio maana basi Paulo anakazania ili swala kwa viongozi hawa, viongozi wa kanisa la Efeso, kwamba lichungeni kundi, lilindeni kundi, lipelekeni kule ambako Mwenyezi Mungu anataka liweze kufika. Baadaye katika ile kanisa la Efeso, kwa hawa wazee, Paulo anasema maneno magumu sana kwamba mkililisha ili kundi ambalo Mwenyezi Mungu amewapatia, kundi ambalo Yesu Kristo mwenyewe amelinunua kwa damu yake mwenyewe. Sasa anavyosema Yesu Kristo amelinunua hili kundi, amelinunua hili kanisa kwa damu yake, ana maana gani? Kwamba kiongozi yote la kiroho, kanisa sio la kwako, na hili ulizingatia. Kanisa ni la Yesu Kristo yeye mwenyewe, kwa sababu amelinunua kwa damu yake. Ukimwona kiongozi wa kiroho anasema kanisa ni la kwangu, huyo hayupo katika zile sifa ambazo Paulo amezungumza alipokuwa analikabidhi kanisa ili kwa wazee wa Efeso. Huyo ametoka sehemu nyingine. Na baadaye kondoo watambue kwamba viongozi wa kiroho ambao ni wachungaji wao, Mwenyezi Mungu amewaweka ili waweze kuwalisha na kuweza kuwaongoza. Hivyo basi kubali kuweza kuongozwa na huyu, kwa sababu hukumchagua wewe huyo kiongozi wako wa kiroho, Mwenyezi Mungu amekuletea. Paulo akiwa ni mchungaji mwema, na ukiangalia katika maeneo yote katika kitabu cha Matendo ya Mitume alisimama kama mwinjilisti na mwalimu, lakini hapa anasimama kama mchungaji. Alikuwa ana maono, aliona hatari za kanisa ambalo litakuja kupata shida, na hatari ambayo ilikuwa inakuja mbele yao ilikuwa ni hii. Hatari ya kwanza ilikuwa ni hatari kutoka nje ya kanisa. Ndio maana anatamka maneno haya kwamba baada ya kuondoka kwangu, mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Paulo akiwa ni Myahudi na ambaye pia ni Farisayo, aliyekuwa amehubiri katika maandiko matakatifu katika Agano la Kale, Wayahudi waliamini kwamba mbwa mwitu alikuwa ni mnyama wa porini, mnyama mwovu na mnyama ambaye ni hatari sana. Vile vile pia mbwa mwitu katika imani yao waliwachukulia kwamba ni wale watu wa mataifa, watu wasiokuwa na Mungu, watu ambao walikuwa hawana imani kwa Mwenyezi Mungu, wamejaa uovu na walikuwa ni watu hatari. Hivyo katika neno hili anavyosema kwamba mbwa mwitu watakuja, maana yake watakuja watu wasiokuwa na imani kutoka nje, ambao ni hatari, wamejaa uovu. Hawa watakuja kuwashambulia kwa sababu hawana huruma. Na ndio maana Yesu katika Injili ya Mathayo sura ya 10 kuanzia aya ya 16 mpaka 20 alisema hivi: ninawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu, basi iweni na busara kama nyoka na kuweni wapole kama njiwa. Kwa mtindo huo, Yesu hakusema kwamba atawaondoa hawa mbwa mwitu, alisema ninawatuma. Mbwa mwitu wapo, kwa hiyo watu ambao hawaamini wapo. Kwa hiyo kazi ya watu wa nje wanakuja kulishambulia kundi.
Mashambulizi yote ya kanisa yanatoka nje kwa watu wasiokuwa na imani. Wanashambulia kundi la Mwenyezi Mungu na baadaye wanawashambulia katika staili kwamba wanawashambulia mkiwa bado wazima, kama vile mbwa mwitu wanavyofanya. Yesu Kristo alipowaombea umoja alisema, Baba uwalinde. Kwa hiyo aliomba ulinzi kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kundi hili. Paulo anasema kwamba ninyi viongozi wa kidini, walindeni hawa watu wa Mwenyezi Mungu, lindeni hili kundi dhidi ya kila mbwa mwitu, yaani wale mbwa mwitu wasiokuwa na huruma. Hatari ya pili ambayo ilikuwa inakuja kwa kanisa lile la Efeso, ambalo kupitia maono Paulo alikuwa nayo, ilikuwa ni hatari ya ndani. Hatari ya ndani ikoje? Hatari ya ndani inatokana na waumini wenyewe, yaani Wakristo wenyewe, kwamba watainuka baadhi ya watu wakisema mapotovu. Yaani ndani ya kanisa, ndani ya kundi, mnaanza kuneneana mambo ya upotovu. Hatari ya ndani. Na katika habari ya hatari ya ndani, wakinena upotovu, kazi yao ni hii. Kwanza, wawavute wanafunzi, wawavute wale watu ambao bado hawajakomaa katika imani, hawana misuli ya imani, wanawavuta ili waweze kuandamia wao. Na mpaka leo hii ili jambo bado linaendelea. Vita ya ndani ya kanisa, anaibuka mtu anakamata baadhi ya watu wachache ambao bado ni wanafunzi, hawajakomaa katika imani, anawavuta baadaye kuweza kumwandamia Kristo, waweze kumwandamia yeye, na baadaye anaanza kuwapatia mafundisho potofu, anawapoteza. Paulo anasema hivi, katika muda wote aliokuwepo pale, usiku na mchana, alikesha akisali, akiomba. Hivyo basi anawaambia pia kanisa, kesheni, salini, mliombee kundi. La pili, anawaweka katika mikono ya Mungu na kwa neno la Mwenyezi Mungu. Anazungumza kwamba sikutamani fedha, sikutamani dhahabu, sikutamani mavazi ya mtu, na akasema kupitia kwa kazi zangu za mikono nimeweza kuwasaidia wanyonge katika hali hizo. Na ndio maana basi Yesu Kristo mwishoni kabisa katika maombi yake sasa anavyowaombea ile sala ya kuweza kuweka wakfu, anawaambia kwamba Baba watakase hawa. Neno kutakasa manake ni kuwaweka wakfu, anawatenga. Mtu wa Mwenyezi Mungu umetengwa na kila aina ya mambo ya kidunia hapa. Ukiwa ni kiongozi wa kiroho umetengwa. Yesu aliwatakasa, aliwatenga na mambo yote ya kidunia, na baada ya kuweza kuwatenga, yeye mwenyewe akajiweka wakfu, akaweka wakfu pia hawa kwa ajili ya kazi ya Mwenyezi Mungu. Tuilinde kazi ya Mwenyezi Mungu, tuwachunge kondoo wa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye mwenyewe amewanunua kwa damu yake takatifu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.